innamal a'malu binniyat. Ndugu zangu Waislamu, mada niliyopewa nihudhurishe kwenu ni athari ya mitandao ya kijamii katika malezi ya vijana wetu. Mada hii ndugu zangu Waislamu ni muhimu sana 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 katika zama tulizonazo. Sote tunaishi katika zama za teknolojia ya mawasiliano, bali tumevuka sasa hivi tunaishi katika zama zinaitwa za artificial intelligence. Bali tunakaribia kuvuka zama za artificial intelligence tuingie katika zama zinaitwa za algorithm. Mambo yote haya mtayasikia katika mada ya leo. Kwa hiyo dunia inakwenda kwa kasi kubwa, na hususan katika eneo hili la mawasiliano. Kuna zama nyingine inaokuja inaitwaje Sheikh? Algorithm. Ni pati ya zama za artificial intelligence. Kiswahili wanasema ni akili mnembe au mnemba. Kwa hiyo tayari akili mnemba imeanza kugawika. Sasa tunaingia katika zama za algorithm ambazo ningependa mtege masikio tusikie kwa pamoja ni zama gani hizo za algorithm na akili mnemba. Kwa hiyo tutaangazia maudhui hii katika mtazamo wa Kiislamu. Tutakazungumza hapa tunazungumza kwa perspective ya Kiislamu. Lakini hii maudhui haihusu Waislamu. Hii maudhui inamhusu kila mtu anayesema mimi ni mwanadamu. Ni maudhui yake. Awe Muislamu, asiwe Muislamu. Inamhusu. Lakini hapa tunazungumza sisi kwa mtazamo wa Kiislamu kwamba dini yetu tukufu ina maelekezo ambayo imeyatoa ili wasiokuwa Waislamu wafaidike na yale maelekezo ambayo yametolewa na mafundisho ya dini yetu tukufu ya Kiislamu. Katika elimu ya sharia kuna kipengele kinaitwa maqasidu sharia. Ilishazungumzwa hapa, nadhani yote mnafahamu maqasidu sharia. Nini sheria inakusudia kwa walimwengu? Maulama wetu wamesema maqasidu sharia ziko 5 ambazo kila Muislamu anatakiwa azifahamu. Sheria zote za Kiislamu, Qur'an, Sunna, kauli za maulama, zote zimekuja kuhudumia mambo haya 5. Ya kwanza, kuhudumia uhai wa mwanadamu na kulinda uhai wa mwanadamu. Ya pili, imekuja kulinda akili ya mwanadamu. Ya tatu, imekuja kulinda mali ya mwanadamu. Ya 4, imekuja kulinda utu na heshima ya mwanadamu. Na ya 5, imekuja kulinda dini ya mwanadamu. Hizi ndio maqasid 5 za sharia. Samahani Sheikh kidogo. Naam. Niwaombee tena uwarudie tena. Naona kuna watu wananifanyia hivi. Mwombe Sheikh arudie tena hizo 5 hizi. Na kuna watazamaji wetu naona wengine wameshika kalamu hapo anaandika. Bismillah Sheikh. Hizi ni maqasidu sharia ambazo wanachuoni wetu kwa kusoma kwao Qur'an, kwa kusoma kwao sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wamezalisha, wametohoa ndani ya Qur'an na Sunna, wakasema mafundisho yote ya Kiislamu yamekuja kulinda mambo 5. Mashaallah. La kwanza ni uhai wa mwanadamu. Ya pili ni akili ya mwanadamu. 3 ni dini ya mwanadamu. 4 ni mali ya mwanadamu. 5 ni heshima ya mwanadamu. Hivi vitu 5 vimekuja kulindwa na sheria ya Kiislamu. Nadhani kwa kuna mada huko nyuma zinazungumzia sheria za kimataifa, mambo kama haya na hisi yalizungumzwa. Kwa hiyo ni mambo 5 ambayo Uislamu umekuja kuyalinda. Tunapozungumzia utukufu wa mwanadamu na ubora wake upo katika akili. Sisi ni watukufu, tumekirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa sababu nyingine. Ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku sisi kuwa na akili na uwezo wa kufikiri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Isra aya 70 anasema walaqad karramna bani adam, hakika tumemkirimu mwanadamu, wa hamalnahum fil barri wal bahri, na tumembeba nchi kavu na baharini, warazaqnahum min at-tayyibat, na tumemruzuku katika vitu vizuri, wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan, na tumemfadhilisha mwanadamu kuliko viumbe vingi ambavyo sisi tumeviumba. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu mwanadamu. Mwanadamu amekirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia neema ya akili, kupitia uwezo wake wa kufikiri. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya mwanadamu kuwa khalifa wake hapa ardhini. Vyanzo vya fikra na uoni kwa mwanadamu vinatokana na milango ya fahamu
alioruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na milango ya fahamu ni usikivu, uoni, utambuzi, mazingatio. Hiyo ndio milango ya fahamu kwa mujibu wa sheria zetu za Kiislamu, na ndio vinatengeneza fikra ya mwanadamu. Vinavyopeleka mtu kufanya maamuzi ni kupitia milango yake ya fahamu. Vinavyomfanya mtu afikirie, achakate taarifa alizozipata, atengeneze ustaarabu wake, hii yote inapitia katika milango ya fahamu. Qur'an imetaja milango hiyo ya fahamu kuwa ni usikivu, uoni na moyo au mazingatio. Allah anasema katika surati al-Isra aya ya 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, wala usiliendee jambo ambalo huna elimu nalo. Kwa sababu gani? Inna sam'a, kwa sababu ya usikivu, wal basara, na uoni, wal fuada, na mazingatio na moyo, kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Vyote hivi, milango hii yote ya fahamu ambayo Allah amekupa, utakuja kuulizwa. Kwa mwanadamu amekirimiwa na Mwenyezi Mungu kuliko viumbe wengine kwa sababu ya akili, uwezo wa kufikiri, lakini hawezi kuwa na akili na uwezo wa kufikiri kama hatopata taarifa kupitia milango yake ya fahamu. Milango ya fahamu iliyotajwa katika Qur'an ni usikivu, uoni na kuzingatia. Hizi ndio zinamuingizia mwanadamu taarifa zinazofanya akili yake ifikirie. Kwa hiyo tunakwenda pamoja, lakini tutaingia inshallah katika maudhui tunayokusudia. Hii milango ya fahamu mitatu ambayo tumeitaja imetajwa mara nyingi sana ndani ya Qur'an. As-sam'u, kusikia, imetajwa mara 185. As-sam'a, sallu ala nabi, kusikia tu, kusikia peke yake, na imeanza na kusikia kwa sababu kusikia ndo asli ya taarifa na maalumati yote kabla ya kuona. Aya nyingi zimeanza na kusikia, imetajwa mara 185. Kuona imetajwa mara 143, al-basar mara 143, na zote tatu, as-sam'u wal-basar wal-fuad, zimetajwa mara 20 kwa pamoja ndani ya Qur'an. Maulama wakaelezea kwamba Qur'an imetoa umuhimu mkubwa katika hii milango mitatu ya fahamu kwa sababu ndio inamtengeneza mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu anatengenezwa na akili, anatengenezwa na kufikiri. Sasa akili zake zinatengenezwa na nini? Zinatengenezwa na milango ya fahamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akarudia katika aya nyingi sana masuala ya kusikia, kuona na kuzingatia. Katika kuonyesha umuhimu wa mlango ya fahamu, wanachuoni wetu kama Imam Al-Ghazali katika kitabu chake cha Ihya Ulumuddin anasema, alqalbu yataathar bima yaridu alayhi min as-sam'i wal basar. Ya salam, ya salam. Moyo unaathirika kwa yale ambayo unafikiwa kwayo na kusikia na kuona. Fa inna ma yushahiduhu al-insan wa yasma'uhu, yale ambayo anayaona mwanadamu na anayasikia, yantabi'i fil qalb, yanajikita katika mazingatio katika moyo wake, kwa sababu moyo ndio kitovu cha mazingatio kwa mwanadamu. Haya ni maneno ya Allama Al-Ghazali katika kitabu cha Ihya. Kwa upande wa pili, baada ya kuzungumzia nafasi ya mwanadamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kukirimiwa kuwa na akili na fikra na milango ya fahamu ili awe ni khalifa ardhini, upande wa pili wa mwanadamu yupo kiumbe muovu kweli kweli ambaye ni Iblis aliyelaaniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kiumbe ambaye amebeba husda, amebeba chuki, amebeba shari, amebeba nia ya kumwangamiza huyu mwanadamu aliyokirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ameturekodia maneno ya Iblis aliyoyatoa mbele yake kuonyesha uadui wake kwetu sisi, mimi na wewe ndugu yangu Muislamu. Iblis amwambia Mwenyezi Mungu, qala fabima aghwaytani, yani kwa sababu ya laana hii niliyoipata, kunitenga huku, kuninyima rehema yako, la aqudanna lahum siratakal mustaqima, nitawakalia waja wako hawa wanadamu katika ile njia iliyonyooka kwa lengo la kuwapotosha. Haya ni maneno na ni ahadi anaitoa Iblis mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba hawa uliowafadhilisha kuliko mimi nitawapotosha. Na akaendelea kusema, thumma laatiyannahum min baini aidihim, nitawaijia hawa wanadamu mbele yao, tawaongoza katika mambo yao, mimi ndio nitakuwa kiongozi.
wa min khalfihim, na nitakaa nyuma yao kuwasukuma katika yale mambo ambayo wewe huyapendi waende wakayafanye. Wa an aymanihim wa an shamailihim, lakini nitakaa kuliani kwao, nitakaa kushotoni kwao. Hadaf, lengo ni nini? Wala tajidu aktharahum shakirin, hutowakuta wengi katika hawa uliowakirimu na ukawaneemesha, ukawapa akili, ukafanya viumbe wasujudie, utawakuta wengi wao hawakushukuru wewe. Hii ni ahadi ya Iblis aliyoitoa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kutupotosha mimi na wewe kama wanadamu, kututoa katika ubinadamu wetu. Kwa hapa tuna makundi mawili, binadamu waliokirimiwa, lakini yuko Iblis aliolaniwa na Mwenyezi Mungu, anayetaka kukufanya wewe uliokirimiwa uwe kama yeye aliolaaniwa. Ni vita kati ya pande zote mbili kwa mujibu wa Qur'an, maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika surati Al-A'raf. Ya salam. Mbinu anazotumia shetani, ndugu zangu Waislamu, kumpotosha na hatimaye kumtawala mwanadamu ni mbinu mbili tu. Kuanzia alivyoumbwa Adam alayhi salam mpaka karne ya 21, mpaka karne ya artificial intelligence, shetani anatumia mbinu mbili tu, wala sio ana tatu. Ya kwanza anaitumia shetani ni mbinu ya shubuhat. Nini maana ya shubuhat? Kubadilisha fikra, kukupa utata katika fikra zako. Wewe umekirimiwa kwa sababu ya akili ndio kufanya uweze kufikiri na kutambua haki na batili na kumtambua Mwenyezi Mungu. Shetani anaingia kwa shubha katika uwezo wako wa kufikiri, ili usifikirie kama anavyotaka Mwenyezi Mungu na fikra zako zisikufikishe kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ya kwanza shubuhat. Tukariri haya maneno ndugu zangu. Mbinu ya kwanza shubuhat, kukupa shaka juu ya Mwenyezi Mungu, kukupa ahadi hewa ambazo hazitekelezeki. Wataalamu sasa hivi wa masuala ya elimu ya ubongo wanasema hiyo inaitwa cognitive manipulation. Cognitive manipulation. Wamekuja kugundua karne ya sasa hivi Qur'ani ilizungumzia shubuhat tangu Adam alayhi salam yuko peponi. Sallu ala nabii. Shubha. Hiyo njia ya kwanza. Njia ya pili shetani anaitumia ni shahawat, kukuingizia matamanio. Sisi tumeumbwa watu wa matamanio. Kupitia mlango wa matamanio anakuingizia matamanio na unakwenda katika kumkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kushibisha matamanio yako, zile instinct silika ambazo Mwenyezi Mungu ameziumba kwako, shetani anapitia pale kukupotosha. Sasa hivi zinaitwa dopamine hijacking. Dopamine hijacking ni maneno ambayo tutakuja kuyafafanua kwa baadaye ya kitaalamu, ambaye yanaonyesha uhusiano wake na mitandao ya kijamii. Mwenyezi Mungu anasema kuzungumzia hizi mbinu mbili nilizozizungumza kwenye Qur'an, aya ya surati Taha aya 120. Fawaswasa ilayhi shaitan, shaitani akamtia shaka, akamtia wasiwasi mwana Adam alayhi salam. Qala ya Adam, akamwambia ewe Adam, hal adulluka ala shajaratil khuldi, je nikufahamishe mti ambao utakufanya uishi milele, wa mulkin la yabla, na ufalme ambao haumaliziki. Subhanallah, amemwingia kwa njia ya shubha katika fikra na shahwa ya matamanio ya kupenda kuishi milele na utawala. Aya inazungumzia mbinu walizotumia shetani kwa baba yetu Adam alayhi salam, na mpaka leo karne tulionayo anatumia mbinu hizo mbili. Ndugu zangu Waislamu, kwa kuwa Iblisi anaelewa kuwa ili kumbadilisha na kumtawala mwanadamu ni lazima apenyeze shubhat na shahawat kupitia milango hiyo, hapo ndio umuhimu wa mada hii ya mitandao ya kijamii na athari yake unapokuja. Huu ulikuwa ni kama mukaddima, lakini sasa tunaingia katika mada kwa nini sasa tunazungumzia mitandao ya kijamii, kwamba ni moja katika silaha zinazotumiwa na shetani kuingiza mambo mawili, shubhat na nini Waislamu? Shahawat. Shubha na shahwa zinaingiwa kupitia katika mitandao ya kijamii. Kazi kubwa ndugu zangu ya hii mitandao ya kijamii na vyombo vya habari ni kuathiri fikra zetu. Ndio walioanzisha vyombo vya habari wote duniani, malengo yao ni haya, kuathiri fikra ya mlaji wa mwisho. ZBC2 leo ipo hewani, lengo lake kubwa ukiuliza walioanzisha ZBC2 kwamba tuweze kumfanya Muislamu aelewe, afahamu, yani kubadilisha fikra zake, awe Muislamu mzuri, ndio lengo. Ukizungumzia channel zingine malengo ni hayo hayo. Vyombo vya habari lengo lake ni kufinyanga fikra za mtu kwa mujibu wanavyotaka mfinyangaji ambaye ni mwenye chombo cha habari.
na hapa tunazungumzia vyombo vya habari kwa maana ya social media. Kwa social media kupitia majukwaa yake tofauti, jukwaa la X ambayo ilikuwa inaitwa Twitter zamani, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, Snapchat, yote ambayo unayafahamu wewe, ndizo ambazo zinatawala sasa hivi tulivyo katika dunia sasa hivi, ndio zinazotawala kuwa ni vyanzo vya maarifa kwa wanadamu. Hili ni jambo muttafaqun alayhi, wa ulama hawajakhtalifiana kwamba vyanzo vya maarifa ya mwanadamu katika zama tulionao sasa hivi kwa asilimia kubwa vinatoka katika hivi vyombo nilivyozungumza, ndio vinaathiri uwezo wake wa kufikiri na jinsi anavyoendea mambo. Utafiti unaonyesha takriban asilimia 80 ya vijana, asilimia 80 ya vijana, yani hii ni dunia nzima, hulishwa, fikra zao hulishwa na social media. Asilimia 80, yani katika watu 10 vijana 8 fikra zao zinaathiriwa na social media na simu zao za mkononi. La haula wala quwwata. Katika kipindi kisichozidi miaka 20 tangu kudhihiri social media, maana social media zimeanza miaka 2000, Facebook 2004, Twitter 2006, Instagram 2010, mtoto wao wa mwisho TikTok 2016. Ndio mwisho na ndio ana hatari kubwa kweli katika jamii. Huyo kiboko huyo. Naam. Miaka 20, chini ya miaka 20 tunaweza tukasema. Wataalamu wanasema kumetokea mabadiliko hasi makubwa sana katika fikra za vijana wetu, hali ambayo imepelekea kusema kwamba inatishia hata ule ustaarabu wa binadamu kutoweka baada ya miaka kadhaa huko mbeleni. Msalieni Mtume Muhammad. Mtaalamu mmoja anaitwa James Flynn, yeye ana nadharia, baada ya kufanya utafiti mkubwa, anasema IQ ya binadamu ilikuwa kila baada ya miaka 10 IQ ya mwanadamu inaongezeka kwa asilimia 3. Uwezo wake wa kufikiri, IQ maana yake ni vile vipimo vya akili, vinaongezeka kila generation inapokuja, inakuwa ni bora katika kufikiri, bora katika kutambua mambo kuliko generation iliyopita. Ndio mtazamo wake. Lakini utafiti uliofanywa mwaka 2000, yani kufika mwaka 2000, utafiti huo umekuwa reverse, umerudishwa nyuma. Utafiti umefanywa Norway, Denmark, Marekani, Uingereza, zinaonyesha kwamba IQ imeanza kushuka kwa kasi kwa vijana ambao wanajulikana sasa hivi kama Generation Z, Gen Z. Zamani ilikuwa inapanda, sasa hivi imeanza kushuka. Yani wanarithi ujinga, hawarithi maarifa yanatoka kwa wazazi wao, wanarithi ujinga. La ilaha illa Allah. Kwa kama kuna vijana wa Gen Z, msikilize vizuri maudhui na wahusu. Wanasaikolojia wanasema sababu za kudrop kwa IQ ya mwanadamu hasa kwa vijana inakuja kutokana na mambo yafuatayo. Kwanza wanasema ni overstimulation ya kidijitali, yani ubongo unapata taarifa nyingi sana kwa haraka sana, mpaka yule anayepata taarifa anakosa utulivu, hajui achukue ipi. Ndio vijana wanapata taarifa hizo. Hiyo ni sababu ya kudrop kwa IQ za vijana. Cha pili ni kupungua kwa deep reading, kusoma kwa mazingatio kama walivyokuwa wakisoma watu zamani. Vijana hawasomi sasa hivi, anaishia katika simu za mkononi tu. Kwa hiyo deep reading inatengeneza akili, inatengeneza IQ ya mtu. IQ ina drop kwa sababu hakuna kusoma. Ya tatu wanasema ni attention fragmentation, yani ni hali ya ubongo kushindwa kukaa kwenye jambo moja kwa muda mrefu kwa sababu ya kuvurugwa na vitu vingi. Yani wana lose concentration. Wana lose. Ongea sasa hivi na kijana yote dakika 2 kisha shika simu, anaongea nawe lakini ana chat. Ni kweli Sheikh. Naona yani kama vile ana akili nyingi kweli, yani anaweza kukusikiliza, anaweza kaangalia, anaweza kujibu message, anaweza kuendesha gari, lakini ukweli ni kwamba ana lose vyote. Vyote anaviluzi. Wewe hakusikilizi, simu yake anaiangalia haipati kwa ukamilifu kwa sababu amekosa kufocus. Sheikh, ulifanya utafiti ili jambo eh? Naam. Ni kweli ni utafiti umefanywa rasmi kabisa. Tena na nchi za kimagharibi wala sio Waislamu waliofanya. Naam. Sasa hali ikoje ndugu zangu Waislamu na wote wasiokuwa Waislamu wanaotufuatilia? Sababu ni swala hili linahusu binadamu wote, alihusu Waislamu peke yao. Lakini tunazungumza kama Waislamu. Hali ikoje nchini kwetu? Takwimu za matumizi ya mitandao kwa Tanzania mwaka 2024 kupitia data reportal wanasema watumiaji wa internet ni milioni 18.5 wanatumia internet. Watumiaji wa mitandao ya kijamii kwa zile nilizozieleza ni
milioni 9,100,000 wanatumia social media, idadi rasmi kwa mujibu wa utafiti huo. 70% ya watumiaji ni vijana wanaanzia miaka 18 mpaka 34, ndio asilimia kubwa, yani ndio wanatumia. Yani namba tuliyozungumza hapa, asilimia kubwa ni vijana, 70% ni vijana, miaka 18 mpaka 34. Wastani wa chini kabisa wa muda wa mtandaoni wa chini, wastani wa chini yani ni mtu kutumia masaa 3 kwa siku. Hii ni Tanzania, masaa 3 kwa siku yuko kwenye social media, na hii ni minimum, chini kabisa. Ina maana kuna mtu anaweza kutumia masaa 6, masaa 7 na wengi, lakini minimum masaa 3. Sasa ukweli uliokuwa mchungu, Sheikh Abbas, kwa nchi zetu za Afrika Mashariki, kwamba ni tafiti rasmi mfano, mitandao ya kijamii imekuwa ndio chanzo cha elimu kwa watoto wetu, maoni, maadili na mpaka tabia zao zinaathiriwa na mitandao ya kijamii, kuliko familia, kuliko misikiti na makanisa, kuliko shule na vyuo, kuliko hata viongozi wa dini hawasikilizwi. Allahu Akbar. Watu wanasikiza mitandao ya kijamii, na mifano iko mingi. Juzi kwa kuna mifano, mliona mashekhe walivyokuwa wanatukana na majenzi, sawa? Yani wao wanaamini wanachokiona pale ndio sahihi, hawaamini baba yake amemwambia nini, shekhe wake amemwambia nini, msikitini amesikia nini, hawaamini hicho kitu. Utafiti wa UNICEF East Africa, UNICEF unasema hivi, social media has replaced parents. Social media sasa hivi imekuwa ni mbadala wa wazazi wawili. Allahu Akbar. Teachers imekuwa ni mbadala wa walimu, and religious institutions imekuwa ni mbadala wa taasisi za kidini as the primary educators of the adolescent mind, na imekuwa ndio mwalimu wa msingi ambaye yani anamfundisha kijana kuliko mtu mzima anavyomfundisha kijana. Kwa hiyo hiyo ni utafiti wa UNICEF umefanywa 2023, yani miaka 3 tu imepita, kwamba vijana wengi sasa hivi 70% wanasoma kupitia social media, sio wazazi wao, sio shuleni, sio viongozi wa dini, sio misikiti, sio makanisa. Sijui Waislamu mna sense hatari hiyo? Ni hatari, kwa sababu watoto wetu nao majumbani, lakini hawasomi kutoka kwetu. Hatuwarithishi sisi yale tuliyorithi kutoka kwa wazazi wetu, lakini wanarithishwa, wanapewa kutoka katika social media. Sasa hii ni generation ambayo inakuwa na baadaye itakuja kuwa na watoto na familia. Tunaangalia miaka 20-25 watakuwa katika hali gani? Tafiti zinaonyesha kuwa vijana kuanzia miaka 18 mpaka 34, 68% ndio watumiaji wakubwa wa social media. Kati ya hao 68, 10 mpaka 20 wanatumia mitandao ya jamii kuangalia sites chafu, pornography, za sex na za matusi, za uchi. Watoto wa miaka 18 mpaka 34, 10 mpaka 20. Na hapa tuchukue fursa kwanza ya kushukuru serikali yetu, imefanya juhudi za makusudi kupitia TCRA kuzuia watu kuangalia picha za uchi kupitia simu za mkononi. Alhamdulillah. Ni juhudi kubwa imefanyika, lakini bado kunahitajika juhudi kubwa zaidi, kwa sababu vijana kutoka kule wamegundua kitu kingine kinaitwa VPN. Sawa. VPN. Vijana wanaelewa. Wamekwepa kule za TCRA, wameanzisha VPN. Hiyo haina limit wala hailindwi na TCRA, yani hiyo iko nje kabisa ya sheria. Ndio vijana wanapeana link na vitu vingine, wanaangalia picha za sex, wanafanya vitu vya ajabu kabisa. Unaona, miaka 18 mpaka miaka 34. La ilaha illa Allah. Athari ya social media katika ubongo wa mwanadamu. Ubongo wa mwanadamu, ndugu zangu Waislamu, kuna sehemu ya furaha. Ni ubongo wa mwanadamu ulioumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ili wewe uweze kupata furaha, kuna kisehemu kina maeneo 4, kinatengenezwa na vitu 4. Zinaitwa hormone 4, kwa kifupi zinaitwa DOS. Ya kwanza inaitwa dopamine. Ndio hormone ambayo inakupa raha na motisha. Ukisikia raha, umeshinda kitu, umefanya nini, ujue kuna maji fulani yametoka katika ubongo wako, ndio amekufanya usikie raha na motisha. Inaitwa dopamine kitaalamu. Hii ni hormone ya kwanza, inatengeneza furaha. Mitandao ya kijamii imegeuza kuwa ni dawa ya kulevya, kwamba kila unapopata furaha ndio ambavyo unazidi kuendelea kutumia mitandao ya kijamii mpaka mwisho unakuwa addict, yani unakuwa sasa hivi ni wanasema nini, mlevi. Unakuwa na uraibu wa
social media, kwa sababu kila wakati unahisi raha. Umeanza na dakika 10 unakuta umekaa katika social media masaa 4, kwa sababu inakidhi haja zako zile za dopamine katika ubongo wako. Lakini ya pili inaitwa, na hii dopamine inapatikana katika mitandao ya jamii. Kila ukirusha kitu, ukipata likes, dopamine inapanda juu. Ukipata message, dopamine inapanda juu. Kwa hiyo unaendelea, unahamasishwa uendelee kwa katika social media. Ya pili inaitwa oxytocin. Hii ni homoni ya mahusiano, ina huruma na mapenzi ndani yake. Mahusiano yetu yote yanatokana na homoni hii, oxytocin. Mitandao ya kijamii imetengeneza mahusiano feki. Leo mtu ana marafiki 3000 kwenye Facebook, hajui wanakukaa, marafiki zake wanamfollow, akifiwa hawaji, akiumwa wambo, yani alimu, lakini ni friends. Ametengeneza marafiki kwenye Facebook. Sio ule urafiki tunaojua, una rafiki yako unamjulia hali, mnafahamiana. Sasa hivi umekuja urafiki bandia kupitia social media, mahusiano bandia. Hii unaweza kuiona ni kitu kidogo, lakini athari yake ni kubwa sana katika makuzi ya vijana wetu. Inatengeneza upweke, inadhoofisha mawasiliano ya kifamilia. Leo kijana anawasiliana kwenye WhatsApp na watu wako wapi, wallahi hajamsalimia baba yake kwanza alipoamka asubuhi, wala hajamjulia hali, na yuko chumba cha pili. Lakini dunia nzima anawasiliana naye, anaweka malike, anaweka matiki, anatupa makopa, anapiga na visi, anafanya na vitu vingine dunia nzima. Lakini mawasiliano kati yake yeye na parents na wazazi yamekatika. Sasa ni nini? Ni ile hormone iliyopo katika ubongo wake inafanya kazi hizo. Leo vijana wanapata ushauri kupitia applications za kwenye simu, Siri, ChatGPT, wengi tu. Na wengine wananipigia simu, mtu anajisikia ChatGPT au Siri application iliyopo katika hizi iPhone. Kijana anasema, tena atoa kike mara nyingi, "Hi Siri," naye namwitikia, "Hi, nikusaidie nini? Leo sijisikii vizuri." "Oh, jisikii vizuri, toka kidogo, tembea. Una boyfriend au huna boyfriend? Tafuta, mpigie simu, mwambie sijisikii vizuri, nenda kwenye duka la ice cream, nenda sehemu gani." Anaambiwa, anapata ushauri kupita katika Siri application na ChatGPT hivyo hivyo. Kwa hiyo vijana leo hataki ushauri kwa mtu mzima, yeye akijisikia vibaya anakwenda kwenye social media, inamuongoza afanye nini. Na inafanywa na vijana wengi sana sasa hivi katika jamii tulionayo. Ndio kijana amejitenga, anazungumza na Siri, anazungumza na ChatGPT, na anauliza mambo yake yote pale na anaelezwa. Haongei na wazazi, hana rafiki wa kuzungumza naye kama ilivyokuwa zamani, anajihisi na ule upweke unazidi kuwepo. Ya tatu inaitwa serotonin, homoni ya utulivu na kuridhika. Mtu ameridhika, maisha yake yanaenda vizuri, alhamdulillah. Lakini mitandao ya jamii inakuja kuleta ulinganishi. Inakuletea picha ya fulani amesimama mbele ya Benz, picha ya fulani ameenda umra, picha ya fulani yuko Dubai anakula bata, picha ya nyumba ya fulani imetokeza, sio kitu gani. Anapita kwenye Instagram, anaangalia, anachukia maisha yake yote. Kwamba mimi maisha gani? Mimi na maisha kweli, maisha gani Sheikh? Wenye maisha hawa huku bwana. Imempelekea nini? Imemwondoa katika hali ya kuridhika ambayo ni homoni ya kawaida. Imegeuza ile hormone, imemtengenezea hormone ya kujichukia, lakini inamtengenezea na hormone ya husda vile vile, na kufanya vitu vingine ambavyo sio vizuri. Yote hizo ni simu za mkononi ndugu zangu, ambazo zinatupelekea katika hali kama hii. Sasa mimi maisha yangu mabaya, wakati anaweza kuwa anaishi vizuri, anakula nini, ana nyumba, anaishi nyumba ya wazazi wake, lakini anaishi maisha yake ni mabaya. Haraka tutoke katika hii mifano. Uraibu wa zinaa na uchafu kupitia social media. Uraibu unasema sio, yani uraibu maana yake ni ulevi wa zina na uchafu. Daktari John Fowbert, mtaalamu wa ubongo, anasema pornography rewires the brain in the same pathway as addictive drugs. Kuangalia picha zile za uchi na sex kunafanya ubongo wako, zinaathiri ubongo wako kama vile ambavyo cocaine, madawa ya kulevya, yanavyoathiri ubongo wako. Sallu ala nabi, la ilaha illa Allah. Na hii ndugu zangu ni kitu mujarrab yani. Kuna vijana wengi wanatupigia masimu, kuna wengine wameingia mpaka katika ndoa, wameshindwa kuendelea na ndoa kwa sababu tangu miaka 18 anaangalia picha za sex. Zinapandisha juu kabisa ile nani yake ya ile expectation yake ya sex. Anapokuja kuoa hapati yale alikuwa akiyaona, akijilinganisha. Mwisho wa siku hawezi. Ndoa zinavunjika.
Kuna mmoja mpaka akafukuzwa kazini kwa sababu hana focus, hana concentration kwenye kazi kwa sababu ya kuangalia picha za uchi. Na vijana asilimia kubwa wakiingia katika social media, umemnunulia simu mwenyewe, umemwekea bando mwenyewe, anajifunika katika blanketi lako mpaka juu, ndani kule hujui anaangalia nini. Haujui anaangalia nini. Lakini mara nyingi anaangalia picha zile, wanatumiana mpaka link katika VPN na wanaangalia. Kijana kama huyu akifika katika umri wa kuoa, hawezi kufanya kitu chochote. Anakuwa kashaumia tena. Kashaharibikiwa kabisa. Hisia zinakuwa kubwa kupita kiasi. Ndio anakunywa ile nini wanauza barabarani. Al-Qasusi. Sheikh, ndio maana kuna vijana wadogo sana na umri mdogo sana wameharibikiwa. Unaona kama amezeeka. Unaona sasa kijana mdogo hivi kazeeka. Kwa sababu hiyo. Subhanallah. Anafanya uchafu kupitia simu za mkono. Mada nzito sana hii Sheikh. Kwa hiyo inapelekea kwa mujibu wa utafiti vijana kupoteza nguvu ya kupenda ndoa, wengi hawataki kuoa sasa hivi. Na kuchelewa kuoa au kuolewa. Maadili yanaporomoka. Kizazi kinakuwa kinachukia hata yale mahusiano ya real, yani nataka mahusiano ambayo ni fake. Hizo zote ni athari zinazotokana na social media. Chama cha Psychiatrists cha Tanzania imetoa utafiti wao mwaka 2023. Wanasema cases of depression and anxiety. Kesi za kuwa na maradhi ya nafsi. Depression ni mtu yani kuwa na huzuni kupitiliza kiasi, anxiety mtu kuwa na kujichukia na kutaka kujidhuru, imeongezeka kwa asilimia 45 Tanzania katika kipindi cha miaka 5. Hapo rudia Sheikh. Kesi za depression ni hali ya huzuni ya muda mrefu. Yani mtu anakuwa na huzuni, hajui kwa nini ana huzuni. Hana furaha katika maisha. Anapoteza hamu ya maisha. Yani anafikiri mimi nitakufa lini yani. Yani anataka gari mgonge afe labda. Yani hana hamu ya maisha. Ni depression, ni maradhi ambayo uende kwenda hospitali ukapimwa ukaambiwa unayo, lakini unayahisi. Anxiety ni wasiwasi wa kupita kiasi. Mtu anakuwa na wasiwasi tu. Hali ya hofu, ile wasiwasi qahri, yani hajui kitu gani kinamtia wasiwasi. Wanasema chama cha hawa madaktari Tanzania kwa Tanzania imezidi kwa asilimia 45 kwa muda wa miaka 5. Asilimia 40, yani sisi wengi hapa ni maradhi hayo tunayo. Inawezekana tunaficha tu, lakini tunayo maradhi ya aina hiyo. Ya huzuni, ya muendelezo wa huzuni na mtu kuchukia maisha na kuona hana faida ya kuendelea kuishi. Athari kwa wasichana ni kubwa zaidi kuliko kwa vijana wa kiume. Professor Jonathan Haidt wa New York University katika utafiti wake anasema social media has been toxic for girls. Social media imekuwa ni sumu katika fikra za watoto wa kike, driving dramatic increase in anxiety, inawapelekea taratibu kwenda katika kuchukia maisha, self harm, kutaka kujidhuru wao wenyewe, kujiua kwa sababu wamechoka kuishi, and depression, na kuwa na huzuni ya muda mrefu. Na ukitaka kujua ndugu yangu, mnyang'anye binti yako simu ya mkononi kwa muda wa siku 2 tu. Utaona maradhi haya yanajitokeza. Anashibishwa, anaonekana kama sio mgonjwa kwa sababu anayo ile simu mkononi. Ukimnyang'anya tu au internet ikakatika, sio binti yako unayemfahamu wewe kabisa. Kweli Sheikh, maneno unaosema kweli kabisa. Ni sahihi. Vinazuka vita vya ajabu. Naam. Ananuna, hana raha, hawezi kufanya kitu chochote, hana concentration. Internet ikirudi, ameendelea katika shughuli zake za kawaida, amepona kwa sababu dozi imekuja. Imemnyanyua tena. Dozi? Naam. Ndugu zangu, adui mkubwa wa fikra za vijana wetu leo sio bunduki, sio kitu chochote. Ni kitu kinachoitwa algorithm. Sasa algorithm ni nini? Algorithm ni elimu ambayo ilianzishwa na mtaalamu wa Kiislamu anaitwa Al-Hawarizmi. Wazungu wakashindwa kumuita Al-Hawarizmi, wakasema algorithm. Lakini yule alianzisha masuala ya kihesabu ambayo mpaka sasa hivi yanatumika katika masuala ya kisayansi, yakaitwa algorithm, lakini ni Al-Hawarizmi, kuonyesha mchango wa Uislamu katika masuala ya sayansi ulivyokuwa mkubwa. Algorithm ni mfumo ambao unachagua mambo utakayoona kwenye simu yako. Yani algorithm inakuchagulia mambo utakayoona wewe. Wewe uchagui ndugu yangu, usijidanganye. Unaposhika simu ya mkononi hivi uchagui unataka kuangalia nini. Ushachaguliwa uangalie nini. Wewe unatii amri ya bwana mkubwa uangalie nini. Sawa? Algorithm ndio inaamua video gani uiangalie, picha gani utaiona, habari gani utaisikiliza, posti gani uifuatilie. Sio wewe, huna mamlaka, unaambiwa na algorithm ufanye nini, na wewe ndio umeiwezesha ifanye hivyo. Wewe unapoingia katika simu ya mkononi, saa nyingine una download application yoyote ile, inakuuliza
Niruhusu niingie kwenye nini? Niruhusu kitu gani? Je, unakubaliana na masharti? Kuna mkataba hapa chini una sign. Huwa tusomi, si unabonyeza yes, 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 yes. Yaani pale unaruhusu algorithm ikucontrol. Huna muda wa kusoma karatasi refu, unataka application ufanye shughuli zako. Hakuna kitu cha bure kwenye simu ya mkononi. Kila unachopata bure wao wanafaidika, kwa sababu unawapa ruhusa ya kuingia katika profile yako kufanya unachotaka wao. Allahu Akbar. Nitoe mfano halisi ambao utafahamika kwa vijana. Hatua ya kwanza ya kijana wa Kitanzania, tumpe jina lolote lile, Juma, Abduli, nani, anaanza kutumia mtandao wa kijamii. Kijana miaka 18 mpaka 25 anatumia Facebook, TikTok, Instagram au YouTube. Anapoanza kutumia, kitu cha kwanza anachofanya nini? Anaangalia video za kawaida, anapita, anaangalia, anasoma, anaangalia huko. Akiona video anaipenda anafanya nini? Ana like. Kudownload kukubwa zaidi, ana like tu. Anaweka tu alama kwamba na follow, sawa? Ukishaweka ile alama tayari umeshamwambia algorithm mimi naipenda hii video. Chukule kwa mfano. Sheikh Abbas katoa darasa msikitini hapa. Limetoka katika social media. Umeliangalia kwenye Instagram. Umelike ile mada. Alikuwa akizungumzia masuala ya ndoa, kama nasema mada ya kesho itakuwa ndoa. Ukalike ile mada. Algorithm baadaye inakuja inakuchakata wewe sasa. Sema, fulani ka like. Huyu bila shaka ni Muislamu. Umeshasema wewe ni kijana kwenye profile yako. Kwa nini amelike hii? Hii mada ilikuwa inahusiana na ndoa. Bila shaka anapenda ndoa huyu jamaa. Sawa Inaanza kutengeneza profile. Yaani ile unamaliza kuangalia video ya Sheikh Abbas, zinajitokeza video zingine 3 karibu pale, zinazungumzia maudhui ya ndoa, zinazungumzia maudhui ya Kiislamu. Lengo lao sio kukupa wewe faida ya elimu ya dini, lengo lao ubaki muda mrefu kwenye simu. Wenyewe hawana habari na wewe kufaidika au kupata hidayah, hawana habari na hiyo. Wanachotaka ubaki muda mrefu kwenye social media. Ukibaki dakika nyingi, wao ndio wanauza matangazo ya bei ghali. Sasa ili ubaki muda mrefu wanaangalia unataka nini? Ukilike au anataka kile kitu, mleteeni zinazofanana. Algorithm inatembea dunia nzima, inakusanya mawaidha ya Kiswahili, ya dini, yanayohusiana na ndoa, yaliyofanana na yalotolewa na Sheikh Abbas, yote yanapangwa mstari kukufuata wewe. Ulisema nitaangalia dakika moja, mara kuna nyingine imetokeza pup, mara kuna nyingine imekuja pup. Hii imejuaje? Sawa. Kwa hiyo yeye inakuchagulia uangalie nini. Wewe ndio umeipa ruhusa. Sasa kijana ana like video hiyo kama ya dini, sasa anakwenda kulike video ya uchafu. Huyu kijana ana like vitu hivi ndio vizuri. Inazunguka dunia nzima, inamtafutia uchafu wote duniani, inamrundikia. Asitoke pale. Video ya siasa, anapenda mambo ya siasa, inakurundikia masuala ya kisiasa. Sijui mnapinzani, sijui unafanya nini, inakurundikia siasa huko nchi gani wamefanya hivi, watu wamefanya maandamano. Unakuta zinakuja tu, kwa nini? Kumbe like siasa fulani. Algorithm inakufuata kwamba ufanye kitu kama hicho. Kwa hiyo hatuangalii tunachotaka sisi, tunaangalia kinachotaka algorithm kwa kuruhusu sisi, kwa kumwambia tunataka tuone vitu gani. Tuko pamoja ndugu zangu Waislamu? Kwa hiyo algorithm inaangalia wewe unapenda nini, unafikiriaje, unatamani kitu gani, inatengeneza hatua. Hatua ya pili, algorithm inaanza kukuchora kitu kinachoitwa psychological profiling. Inakuprofile kisaikolojia. Na ndivyo wanavyosema wanaomiliki vyombo hivi, sio siri. Wanakuprofile, kila mtu anapokuwa profile kisaikolojia. Huyu ni mtu aina gani? Unapenda bidhaa gani? Na hizi taarifa wanazozipata wanauza katika makampuni makubwa ya biashara. Hauzi jina lako, lakini wanasema vijana wa Tanzania wanapenda vitu fulani, vijana sehemu fulani wanapenda kitu gani. Inakufahamu. Kwa hiyo pale inajua kwamba huyu ni kijana Muislamu. Lakini katika maandishi yake na anavyo like vile, amelike sehemu zinazozungumzia Tanzania hakuna ajira bwana na nini, amelike. Kwa hiyo huyu kijana hana ajira. Sawa unalalamikia masuala ya ndoa zimekuwa ngumu, una like. Sasa huyu kijana anaonekana hajaoa. Watu sijui inaonekana kijana ametengwa. Kwa hiyo inakutengenezea package ya kukuliwaza katika hiyo hali uliyokuwa nayo. Inakuletea video, inakuletea kila kitu yenyewe. Kila ukiendelea unaendelea kushibisha matamanio yako ya shahawat. Kwa nini? Kwa kukuletea kile ambacho wewe unakihitaji. Hapo ndio kuathirika kunaanza. Hatua ya tatu, anaanza kuonyeshwa video zinazofanana. Hiyo ni psychological targeting, zinazofanana na maudhui anazozitaka. Kama ni malalamiko, kama ni nini, zinamletea video zote ambazo zinazungumzia masuala kama hayo. Hatua ya 4, mawazo ya kijana yanaanza kubadilika taratibu. Anaanza kuona hakuna matumaini, hakuna kitu gani, kwa sababu social media inamuelekeza katika masuala kama yale. Hii igeuze katika upande wa siasa, igeuze katika upande wote.
utaona masuala yanayotokea duniani sasa hivi, vijana wanaathiriwa na algorithm. Hatua ya 5, anaanza kuamini ujumbe unamwijia. Kama ni katika masuala ya kisiasa, kukosa ajira, hali ngumu za maisha, sio na kitu gani, anaanza kuilalamikia serikali yake. Message zinakuja, kiongozi fulani hafai, chama fulani hakifai, tufanye kitu fulani. Yeye hajachagua kile kitu, lakini algorithm inampeleka katika yale maeneo. Na hii tunaiona ndugu zangu, na tumeishuhudia katika nchi jirani na hata katika nchi yetu katika kipindi kilichopita. Kwa sababu akili yake inakuwa tayari imeandaliwa, na hiyo ndio inaitwa psychological targeting kwa vitendo. Mwaka 2010 ilikuwa kuna kashfa kubwa ilitokea Uingereza ya kugundua kwamba jinsi gani haya mashirika yanavyouza taarifa katika mifumo ya uchaguzi za nchi za kimagharibi. Uchaguzi wa Marekani, nadhani wote mmefuatilia kesi ya Trump siku za nyuma, ilikuwa ni kwa sababu ya kununua data zinazotokana na algorithm na kuzitumia zile data katika kuwin katika uchaguzi. Hii inafahamika, ni kesi iko hadharani wala sio siri, na shirika lile lilifungwa kwa sababu lilitumia profile za watu katika kutengeneza masuala yanayohusiana na uchaguzi. Ukweli mkubwa ndugu zangu, mitandao haikuonyeshi dunia ilivyo hata siku moja. Mitandao inakuonyesha dunia yako wewe unayoitaka. Hiyo dunia yako inawezekana ikawa tofauti na dunia ya watu wengine, lakini ndio inakuonyesha. Wewe unaogelea katika dunia yako, lakini haikuonyeshi dunia nzima jinsi ilivyo. Inakuonyesha unachotaka wewe kuona, yenyewe inakupa. Na pole pole unakuwa wewe sasa ni kile ulichokiona, unabadilika sasa kufuata kile ambacho algorithm inakitaka. Zamani watu walikuwa wanadhibitiwa kwa kutawaliwa kwa nguvu na mitutu. Leo wanasema watu wanadhibitiwa kwa simu zao wenyewe. Wanatawaliwa na simu zao wenyewe walizonunua kwa pesa zao, walizoweka bundle kwa pesa zao za jasho lao, halafu simu inakucontrol wewe, inakutawala wewe, inakuongoza wewe, inafikiria kwa niaba yako. Wewe ufanyi kwa niaba yako hata siku moja. Na hii ni jambo la hatari sana ndugu zangu Waislamu. Mitandao ya kijamii ndugu zangu imetengeneza kitu kinachoitwa zama za upuuzi. Na hii ni sehemu yangu ya mwisho, nitamalizia. Zama za upuuzi. Zama tulizonazo zinaitwa zama za upuuzi, zimetengenezwa na social media. Sitaki kusema sisi tunaishi ndani ya zama hizi ni wapuuzi, itakuwa ni matusi, lakini ni zama za upuuzi. Mwandishi wa Canada anaitwa Alain Dono ameandika kitabu hivi karibuni kinaitwa The System of Banality, mfumo wa upuuzi. Mwandishi wa Canada ameandika kitabu mfumo wa upuuzi. Ndani ya kitabu hicho ametahadharisha hatari ya social media ambayo inazalisha jamii ya kipuuzi yenye kupenda mambo ya kipuuzi na yenye kutoa kipaumbele katika mambo ya kipuuzi. Afanya utafiti wake akasema hii ni hatari kubwa sana. Alain Dono anasema the media environment in social media produces a culture where triviality dominates and depth is dismissed. Social media zinatengeneza utamaduni ambao upuuzi unatawala na yale mambo ya maana yale yanaondolewa. Upuuzi unatawala na mambo ya maana yanaondolewa. Leo tukiulizana wengi wetu katika social media tunafuatilia nini? Wengi wetu tunafuatilia upuuzi lila asafu shadid, kuliko vitu serious. Ushahidi tunao, watu wa upuuzi ndio wana followers wengi kuliko watu wa maana. Kwani wanawafollow ni nani? Naam, sisi. Angalia account za mashehe, wana wafuasi wangapi, wanapata likes ngapi, wanapata comments ngapi, halafu nenda kumwangalia comedian anasimama yeye anachekesha, ana watu wangapi? Wanaowapa likes na followers ni nani? Sisi. Kwa hiyo sisi ndio tunaupa upuuzi thamani na mambo ya maana hatuyapi thamani. Kwa sababu gani? Social media imetutengeneza ili mtu aweze kutoka katika depress, ana huzuni na stress za maisha, anataka acheke. Akitaka kucheka haendi kwa shekhe, anaenda kwa comedian. Anazungumza vitu vya hovyo, anacheka, simu inacheka, yeye anacheka, sawa? Alafu akimaliza matatizo yako pale pale. Amejiriwaza sekunde kadhaa tu, lakini matatizo yako pale pale. Lakini ameona kama amecheka imetosha. Ndio maana tunafundisha vitu kama hivi. Kwa hiyo mtu mwenye followers wengi, anayefuatwa na watu wengi leo, anajua kuchezea mfumo wa algorithm bila kujali content yake ametengeneza nini, ndio anaonekana wa maana. Anayeongoza kwenye TikTok ana followers milioni 162, yani Tanzania yote na zaidi. Mwafrika mmoja yuko Italy, sio yuko wapi, anaongoza kwa anafanya nini? Asemi kitu chochote. Akitoka anakuonyesha tu remote,
anakufanyia hivi, anakuonyesha hivi remote, alafu anaiweka chini, kashamaliza. Watu wanacheka, like, follow. Sasa kasema nini? Hajasema kitu chochote, lakini basi yani nafsi yako inapenda tu ifuatilie kile kitu. Ana wafuasi milioni 162, ni bilionea leo, anatengeneza hela kutokana na like yako. Sisemi kwamba umkatie, ni riziki yake, Mungu amjalie, lakini nazungumzia upuuzi unavyotengenezwa katika social media. Angalia pages za watu wanaitwa wachekeshaji na linganisha. Angalia mastaa wa muziki. Angalia leo watu wanaothaminiwa, wanasiasa, wafanya biashara, kutangaza matangazo yao ni kina nani? Ni watu wenye followers wengi. Kweli au sio kweli ndugu zangu? Akiwa na followers wengi, shekhi, utaenda hotelini utalala bure nini? Mwenye hoteli anakuambia piga picha, tuma kwenye page yako. Kwa sababu ina followers milioni 6. Watu wakiona watajua hoteli yangu iko wapi. Lakini nenda wewe shekhi na maneno yako ya maana pale. Utalipa hela na chakula utalipia, sawa? Na hata kama ukiomba dua na upewe hata hiyo hela. Una followers. Thamani ya mtu inakuja kutokana na followers alionao na likes alizonazo sasa hivi katika dunia iliyopo. Ndio maana watu wanawafuata wasanii, wanaita public figure, content creator, influencer, wana stars, wana majina makubwa wanaopewa na wana followers milioni 3, milioni ngapi. Kwa hiyo ile inampa thamani. Content yake anaitengeneza ya hovyo kabisa katika jamii. Hii ndio hali tulionayo sasa hivi, na hiyo ndio system of banality, mfumo wa upuuzi na kupumbaza jamii. Watu serious, wenye content serious zenye manufaa ya jamii wanaonekana hawana maana yote. Na ndio maana ndugu zangu Waislamu, vijana wetu leo hawataki kusoma. Anasomea sijui uhasibu, anasomea sheria, sio anasomea masuala ya accountant, anasomea nini, nakuta ajira hakuna. Lakini kesho anamuona jamaa mmoja alikuwa mtaani pale, kaanza na vichekesho, kajiposti mara 2 3, kaalikwa kwenye stand comedy, amefika kesho kutwa ametuma yuko na gari yake, anasema wadau, nasemaje? Jamaa mtaani kaishia form 4 hata kafeli. Wewe una degree yako Sheikh, huna kazi. Vijana wanaingia kwenye comedy Sheikh, kwa sababu inalipa. Wanaingia katika hop pips, wanaita muziki gani wa kisasa, inalipa. Watu wanapenda vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunakosa watu serious wanaotakiwa kusoma, kuendesha nchi, kuongoza, kwa sababu upande wa pili sisi tunaipa thamani upuuzi. Na hiyo ndio imejaa katika jamii yetu hivi sasa. Angalia vijana wa vyuo vikuu, zungumza nao, mimi natembea naongea nao, hawana expectation kabisa na elimu yao wanaisoma. Kwa sababu hakuna ajira. Wanahisi kwamba kujiajiri ni kuwa comedian. Sawa, of course ni funny, mistake kuidharau, wala si wadharau hapa katika mimbari. Lakini nasema kwamba umuhimu wa kusoma hapa ni muhimu zaidi kuliko kueneza masala haya katika jamii yetu. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam muhimu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi sanawatin khadda'at. Utabiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu Waislamu, karne 14 zilizopita, zitawajia watu zama za hadaa. Yusaddaqu fiha alkadhib, anayesema kweli atakadhibishwa. Wa yukadhabu fiha alkhain, na mtu muongo na khain ataonekana mkweli. Wa yu'tamanu fiha alkhain, na mtu khain ataaminiwa. Wa yukhawanu fiha alamin, na mtu muaminifu ataonekana khain. Wa yantiqu fiha arwaibidha, na atakuwa mzungumzaji wa mambo ya watu ni kijitu kipuuzi. Qila wa mar ruwaibidha, akaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani huyo ruwaibidha? Qala ar-rajulu tafih, ni mtu mpuuzi, yatakallam fi amri al-amma, anaongelea masala nyeti ya nchi na taifa. Zitakuja zama hizo. Kwa hiyo mtu huyu ataonekana wa maana, atapata mpaka mamlaka ya kuzungumza kwa niaba ya kitu kikubwa kabisa, kwa sababu ana followers wengi. Lakini yeye mwenyewe mpuuzi kabisa, mlevi ala nabii. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatabiki na zama tulizonazo. Arwaibidha leo wako wengi wanazungumza mambo mazito, lakini wallahi ukiangalia elimu yake, uwezo wake wa kuzungumza yale mambo hayafanani kabisa. Lakini ametangulizwa mbele na watu kwa sababu ana followers wengi. Hii ni hali ya hatari ndugu zangu. Sio hivyo tu shekhi, na anafutu masala. Sio swala la anasema hata katika masala ya dini anafutu vile vile. Ni sahihi kabisa. Kwa hiyo ni hali ya hatari ndugu zangu. Ni hali ya hatari ambayo inatengenezwa na social media, na inatengeneza zama za upuuzi ambazo hatujui huko mbeleni miaka 20-25 itakuwaje. Ndugu zangu Waislamu, leo hii mambo ya kipuuzi kabisa ndio yanaonekana ya maana, na mtu mpuuzi ndio anaonekana kioo cha jamii, anaonekana star kama tulivyozungumza, na hali imekuwa ni tishio kwa dunia.
ndugu zangu, tuzinduke. Dira yetu ya Tanzania ya maendeleo ya mwaka 2050. Tunazungumza hapa, viongozi wa serikali watusikilize, kwa sababu busati la mtoro linasikilizwa na watu wengi na viongozi wa serikali, na saa nyingine inakuwa yanayetoka hapa vile vile ni kama maelekezo na ushauri kwao. Watusikilize. Tunapokuwa kuna dira nchi yetu ya Tanzania ya miaka 2050, inawezekana sisi tusiwepo, lakini ni lazima zifanyike juhudi za makusudi kabisa kukabiliana na hali katika kizazi tulicho nacho. Wazetu wameanza kuchukua hatua. American Academy of Pediatrics, yani chama cha watoto Marekani cha matibabu ya watoto, kinapendekeza kwenye serikali yao no smartphone before 14. Hakuna mtoto kupewa simu ya mkononi kabla ya miaka 14. Wanapendekeza sheria ipitishwe. Nchi kama Marekani, sisi katika mipango yetu tuangalie tunafanya nini, yani tusilalamike tu kwamba serikali inachukua hatua gani kumlinda huyu kijana wa Kitanzania kutokana na madhara haya ambayo tumeyazungumzia hapa, na ni machache katika mengi. Hawa Academy wanasema tunataka screen time limit, mtoto awekewe muda wa kuwa kwenye screen. Ikifika muda fulani asionekane kwenye screen. Ni mapendekezo. Kuna bedroom ambazo ni device free, yani asiende kulala mtoto na simu ya mkononi. Sheria ipitishwe na wazazi watekeleze hilo, kwa ajili ya kuwahami vijana wao wanaokuwa. Nchi kama Norway, Finland, leo nimesoma juzi tu hapa, zimeanza kufikiria kuondoa shuleni zile screen za digital, visokwavi sijui vinaitwa vile, vishukwambi. Wakati sisi huku Afrika huku ndio tunajisifia viongozi, mimi nitagawa vishukwambi mashuleni. Wewe hujui kama unakwenda kuwateketeza wale vijana. Watu wanatakiwa wasome kama walivyokuwa kusoma zamani. IQ inakwenda chini kwa sababu ya vitu kama hivi. Norway, Denmark, Finland wanafikiria kuviondoa vyote, waanze watoto kusoma vitabu kama ilivyokuwa zamani. Kwa sababu wamekuta mtoto anakosa kufocus. Anasoma, kimessage kimeingia, anasoma, kuna kitu kingine, ukitoka anageuza anaweka katuni. Yaani hicho kibao kimoja kimekuwa cha kusomea na cha entertainment. Sasa tuviondoe vyote. Nchi zilizoendelea zinarudi nyuma. Sisi ndio tunakwenda kule ambapo wao wanatoka sasa hivi. Kwa hiyo nchi yetu iangalie hasa katika swala la mitaala ya elimu na kutoingiza masuala haya katika nini kifanyike. Namalizia mada yangu. Solution. Mitaala ya shule zetu kuanzia chini imtayarishe mtoto kukabiliana na hii hali. Hatuwezi kuipinga, ipo, itaendelea kuwepo, lakini imtayarishe awe na zile skills za kudili na masuala ya social media na digital screens, ajue atazifanyia nini. Wazazi wapewe mafunzo ya jinsi gani ya kumwangalia. Wazazi wengi hawajui, wallahi hawafahamu kabisa. Wenyewe wanajua ni simu ya mkononi, mtoto wake ameomba, anataka kusolve problem zake, anamnunulia, anampa na data, lakini kama ni mzazi ambaye ana zile skills ndogo ndogo, anaingia mule ndani, anamwekea mafilters mengi, anazuia kuona uchafu. Kwa hiyo lazima mzazi wapewe seminars, mafunzo ya aina hii ya kuingia katika simu ya mtoto wako ukaizuia asiende katika maeneo ya hatarishi. Na zipo hizo parental locks zipo, lakini wazazi wengi hawajui hicho kitu. Watoto chini ya miaka 16 wasipewe smartphones. Hii pitishwe kabisa kama ni sheria. Mzazi uchukuliwe hatua unapopa mtoto wako chini ya miaka 16 simu, maana unamdestroy, humuendelezi. Sasa ikipita kama ni sheria, ina maana itakuwa ni mwongozo. Lakini mzazi kujua apps wanazotumia watoto na kuzidhibiti. Kingine, kila msikiti na taasisi na jumuiya iwe na kitengo cha media. Kwa ajili ya nini? Kuzalisha clip za hutuba ndogo ndogo, dakika 2, dakika 3. Kwa sababu social media leo imejaa upuuzi, kwa sababu watu wa maana hawachangii kwenye social media. Wengine wanasema haramu, wengine wanasema hii ni bid'a, wengine hawashiriki kabisa. Kiasi kama mtu akiingia kwenye social media anakutana na maibilisi tu, hakutani na mambo ya kheri. Lakini kama kila msikiti leo, katika misikiti mikubwa, ungekuwa na kitengo cha media, kina rekodi hutuba, halafu inaikata ile hutuba. Hakuna mtu yuko tayari kusikiza dakika 15, hana muda huo. Inakata zile point muhimu dakika 3 au 2 tu, halafu inakirusha kwenye social media. Ina maana kheri ingeenea katika jamii tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo misikiti ikifanya hivyo, tutakuwa tunapambana na shari kwa kueneza kheri, na huyu kijana akiangalia na akilike zitamwijia kheri nyingi za dakika 3 ambazo zinatoka misikitini. Lakini sasa hivi ukiangalia hakuna kheri kama hizo. Lakini vile vile mashehe wapewe ABC za social media. Usianze kuzungumza kwenye social media mukaddima tu peke yake dakika 3. Dakika 3 huu ni mukaddima tu. Na nataka kusikiliza shekhe. Zama hizi za majenzi yao. Ukianza tu
shepeleka mbele. Wewe ingia kwenye maudhui Sheikh, hakuna dhambi. Hata bismillah usiseme, ingia tu moja kwa moja. Ndugu zangu kuna 1 2 3 iko hivi pointi muhimu zinatoka. Unawahi. Sivyo watakukimbia Sheikh. Lazima tuende na zama tulizonazo. Sasa wewe Sheikh unakaa mukaddima mrefu, bado hujaingia kwenye mada. Umeona hiyo? Upige Kiarabu alafu utafsiri kile Kiarabu Kiswahili baada yake. Nani anahitaji hivyo vitu Sheikh? Hivyo ni mambo ya kwenye darasa, lakini sio katika social media. Social media ina lugha yake. Lazima mic iwe nzuri, lazima light iwe nzuri, Sheikh aonekane ameng'aa pale. Sio social media kiza, huonekani, hakuna atakaye kuangalia Sheikh. Ndio maana unapata like moja tu. Video ina mwaka mzima ina like moja. Naam. Hii unachokipresent ni kitu cha dini, maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lazima ukifunge katika package nzuri, ili mtu wa mwisho akipate akinunue katika package nzuri. Wewe unakifunga tu kwenye matambara Shekhe, nani atakayechukua hicho kitu? Sasa mashekhe tubadilike, na tubadilike maana yake tukubali kupewa semina ndogo tu za jinsi gani ya kutokezea katika social media. Ufanye nini? Vaa vizuri, andaa maudhui yake nzuri, usiwe na mukaddima mrefu, lugha yako isiwe na maneno magumu ya Kiarabu, usiwe ya Kiswahili misamiati mizito, vijana hawaelewi vitu kama hivyo. Ingia straight katika point, zungumza unachokitaka kwa dakika chache, hata usiombe dua, maliza ondoka. Yani wasitie vitu ismu tafdhil. Naam. Ismu tafdhil, sasa marfu, inarudi kwenye marfu, hapo kuna balagha, hajui maana ya balagha, hajui maana sighatul mubalagha. Mubalagha hajui. Anasikiza, naona Samia nitasikilizaje, lakini akienda upande wa pili watu wamejiandaa Sheikh. Ukifungua tu kashaingia kwenye maudhui. Dakika 2 kamaliza. Kwa hiyo kuna umuhimu wa mashekhe kuwa na zile skills ndogo ndogo za jinsi gani ya kupresent kwa lengo la kuwafanya vijana wetu waweze kuvutika na mawaidha yao, wawasikilize. Naam. Lakini malizika kusema kwamba kuna haja ya kutengeneza vijana wajitokeze wa Kiislamu na wajitokeze wafanya biashara ambao watawawezesha kutengeneza application za simu ndogo ndogo ambazo zitakuwa ni kama filter za masuala ya halal sites. Yaani unaweza kudownload ile application ikatengenezwa na vijana wa Kiislamu, ambayo ukifungua ile application itakupeleka kwenye halal site zote. Yaani itakuwa inazuia zile uchafu, kija unazuiwa, zinakuletea halal sites. Vijana wapo lakini labda wanakosa kuwezeshwa, vijana ambao wana elimu za masuala ya software. La 5, kila Muislamu afuate kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tulizungumza mwanzo, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Hakika kusikia, kuona na kuzingatia tutakuja kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kila Muislamu aangalie anaangalia nini, anasikiliza nini. Wewe na simu yako na siri yenu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mwisho tena nimalizie kwa viongozi wa dini, social media sio sehemu ya malumbano, sio sehemu ya munakasha, sio sehemu ya rad. Kukashifiana ni sehemu za katika darasa. Vijana wengi tunawauliza kuhusiana, mbona amfuatilia sawa Sheikh bwana, nyinyi mnabishana tu kule. Umeona huyu anamjibu huyu kamshusha huyu, yule kamletea kule. Watu hawana time ya mabishano ya aina hiyo. Hizo ni katika durusa ilmia msikitini. Social media tunataka tupeleke vitu vitakavyomsaidia kijana katika maisha yake, katika ndoa yake, katika ajira yake, katika changamoto anazokabiliana nazo, katika masuala ya kiuchumi atafanya nini, katika kuchagua marafiki waliokuwa mazuri ataishi vipi. Ndio tuwapelekee hizo, sio kuwapelekee munakasha, huyu ana mradi yule kamradi yule, radi inayekuja itakuja wiki inayekuja, fulani ana mradi fulani. Hawana time hizo ndugu zangu, wala hawajui mnaradiana katika kitu gani. Tunapoteza muda wa vijana, tunapoteza juhudi zetu katika kuwaokoa vijana wetu ambao wametekwa, kuwarudisha kwa sababu ya vitu ambavyo kusema kweli haviwasaidii. Namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala ananipa fursa hii, na washukuru kwa kunisikiliza. Jazakumullahu khair. Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allah wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.